Tunashukuru Jehova kwa juma limekuwa la baraka sana. Tulipokuwa tunaangalia somo la imani, limekuwa juma la kuinuliwa. Uko nami ndani ya Lanja wa Service ambaye tunaifanya Jumatatu hadi Ijumaa, majira yale ya saa 7 kasorobo na saa 8 kasorobo Afrika ya Mashariki, hii ikiwa ni saa 6:45 na saa 7:45. Ukiwa nami hapa Matthew Ndeva, nashukuru sana kwa watu ambao tumekuwa nanyi juma hili. Mungu wa amani awabariki sana. Zaidi ya yote pia nashukuru kwa wale ambao mmekuwa mkituombea, maana baraka zenyu pia za maombi tumezipata, na zaidi ya yote wale ambao mmekuwa mkituma sadaka zenyu, msaada wenyu kwa ajili ya kuona Lanja wa hii inaendelea kwa njia nzuri tena ya kupendeza mno. Sina budi kutangaza pia nambari yetu ya paybill kwa wale ambao tuko nanyi katika ibada hii. Pia unaweza tuma sadaka yako kwa haya madhabahu na Mungu akubariki sana. Paybill namba yetu ni 222111, yani 2 mara 3 1 mara 3, na inakuwa ni baraka tele. Account number ni 2884278 2884278. Hiyo ni account number yetu unapokuwa unawasiliana nasi, ama unaweza kuwa unatufuatilia katika Lanja wa hii, unakuwa na baraka pia ya wewe kushika madhabahu haya na kuinuliwa milele. Tumekuwa tukiongelea habari za imani na tukasema imani ni bayana ya vitu tusivyoviona kwa macho, bali ni vitu tunavyovitarajia, na tukaona mengi juma hili, na tunashukuru Bwana kufika siku nzuri ya kupendeza, Friday ya neema tele na ya uzima tele. Nataka uyaone mambo haya yaliyo ndani ya siri ya watu walio ndani ya imani. Jambo la kwanza, mtu aliye na imani na siri kubwa iliyo ndani yake ni kuwa na tumaini na agano katika mambo anayofanya. Kuwa na tumaini na agano kwa mambo anayofanya, kumaanisha ana matumaini ya kwamba mambo yale anayotaka yatufanyike, Bwana atayafanya. Pia jambo la pili, katika mtu aliye na imani katika Mungu, katika yeye giza alimo ndani yake, na Mungu mfanyia mwanga kila kuchao anapoondoka katika giza lile, na nuru ile inayoonekana kubwa inazima giza, halitaonekana tena, maana ni mtu aliye na imani ndani ya Mungu. Mtu yule aliye na imani, jambo la tatu nasema nini? Kupata uwezo ndani ya Kristo na kupata kuona neema na rehema za ajabu kila kuchao, na Mungu mfanikisha na kufungua njia zake. So mtu yule huwa na rehema za ajabu katika njia yake ya kila wakati. Jambo lingine, imani humfanya mtu yule kuwa thabiti kila wakati, na siku zote amkapo majira ya asubuhi huwa kama ndege, anaamini ya kwamba kiota chake hakitabomoka. Mungu atakilinda, atakaporejea atapata watoto wake wakiwa wazima, na atakuwa amerejea na chakula mahali atakuwa amekwenda. Siku zote, jambo la tano, hukumbushwa daima ya kwamba yeye ni mtu anayeishi na upendo, na upendo wa Mungu Baba uondoki ndani yake. Anafahamu jambo moja, nina imani na kwa njia ya upendo Mungu atanifanikisha. Ndivyo nasema hivi katika habari za wiki hii, ya kwamba upendo wa Mungu Baba pia usiondoke ndani yako. Ishi mtu aliye na imani, na katika imani ujenge upendo wako kuwa thabiti kila wakati. Jambo la sita ni mtu aliye na sifa, na ndani yake anajua sifa, na sifa zile ambazo Bwana anampa kila wakati. Mtu aliye na imani ana sifa, watu msifia kila wakati, wanasema huyo ndiyo anakuja, maana anapoonekana anaamini ya kwamba siku hii ni siku ya baraka zake na mambo hufanikiwa. Naomba Bwana akupe neema za sifa, watakao kuona waone sifa kubwa ambazo Bwana amekupa kila wakati katika njia zako zote. Jambo la saba, katika watu walio na imani na siri iliyo ndani yake, ni watu watakaorejeshewa vitu vilivyopotea. Wanaamini jana yao si kama leo yao, na leo yao si kama kesho yao. Yaani Mungu ataibariki kesho yao na kuipanua kwa mipaka mikubwa, maana wana imani kwa ajili ya kesho. Bwana, nifanye kesho iliyo bora, kesho yangu ikainuliwe, kesho yangu ipanuliwe katika mipaka mikubwa. Ni watu wanaoamini jana na juzi haiwezi kuzuia kesho yao. Ni siku zote watu walio imani wanajua ya kwamba unaweza zima leo yao ama kuzima jana yao, lakini hatima ya baraka zao imo mikononi mwa Mungu, na kesho yao imeinuliwa, maana ni watu walio na imani ndani ya Mungu.
Jambo la saba kwa siri ya watu walio na imani ni neema inayowatosha. Ni watu walio na neema ya Mungu tena inayotosha kwao. Yaani kile watakachokiguza kinafanikiwa. Kile watakachokifanya kinaonekaniwa. Ni watu walio na neema tele ndani ya Mungu. Natamani siri ya imani ikae ndani yako. Upokee kibali cha kuwa na neema, na neema kubwa ikuongoze, neema kubwa ikuonekanie. Utakapoanzisha biashara ndogo, Bwana anaifanya kuwa kubwa tena ya kufaa sana. Utakapoanzisha nyumba kujenga, itafaulu na itakuwa ghorofa kubwa kabisa. Watoto wako waendapo shuleni watafaulu. Ni mtu aliye na neema kubwa kabisa, na Bwana anamtawala katika neema hiyo ya kila wakati. Ni bayana ya watu walio na siri za Mungu katika imani. Jambo la tisa ni watu wanaosema ya kwamba yote yanawezekana. Wana siri, na siri hiyo ni kubwa kabisa, ya kwamba yote yanawezekana. Kile kinachoonekana kimewashinda wasomi, kile kinachoonekana kimeshinda matabibu, kile kinachoonekana kimeshinda maprofesa, kile kinachoonekana kimeshinda madaktari. Wao walio na imani wana siri ya kwamba yote yanawezekana. Nataka nikupe habari hii tena kwa ajili ya mchana wa leo, kwa lanja wa hii, ya kwamba yote yanawezekana, tena yanawezekana kwa jina la Yesu. Watu walio na siri za imani wanajua ya kwamba katika njia zao zote watashinda, tena wanashinda kwa njia nyepesi. Kwa nini? Wanaangalia Israeli, jinsi Israeli walikuwa wanafanya vitu vyao. Wanaangalia na kusema, ikiwa Israeli walifaulu, nasi tutafaulu. Maana katika jangwa Israeli walishinda vita, walipoenda kupigana hata na Amaleki wakawatandika. Ni Mungu aliyekuwa pamoja nao. Ni watu walio na siri ya ushindi, na ndio natangaza katika habari zako za kila siku. Pokea neema za ushindi katika hatua zako, maana wewe ni mtu mwenye imani, na watu wenye imani ni washindi, tena zaidi ya washindi. Waendapo vitani watashinda, waendapo vitani watafaulu. Yawezekana kwa macho ya wanadamu ati wameshindwa, lakini Mungu akiwa nao ni watu vigogo kama wakina Nehemia, ambao mkono mmoja unashika silaha na mkono mwingine unajenga ukuta, na mwisho wanashinda, ukuta unasimama na kibali kinaonekana. Licha wanaweza dharauliwa na kusema hata mbweha wanaweza angusha ukuta ule, lakini ukuta unapokauka unakuwa ukuta dhabiti wa kusimama imara. Amina, amina. Jambo lingine ni watu ambao wanafahamu ahadi za Bwana za dumu milele, tena ni za daima. Nasema zaidi ya yote ni za kweli, maana ni watu wanamjua Mungu. Maombi yangu ni haya, kwamba ahadi za Bwana zinazodumu milele zikae pamoja nao. Usihofu wala kuogopa lolote, amini Mungu yuko pamoja nawe. Katika imani yote yanawezekana. Katika imani naamini kusema hivi, endelea kusonga mbele. Ukiwa wewe ni mtu mwenye imani, songa mbele, usirejee nyuma, usikate tamaa, usihofu kwa hali yoyote. Wanaweza kutega, kuangusha, kutaka ukwame, lakini kwa sababu wewe ni mtu wa imani, songa mbele. Nasema hivi, tembea kwa imani, songa kwa imani, simama kwa imani. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, tena nguvu na msaada utakayoonekana tele wakati wa shida na mateso. Watu wanaomwamini Mungu, shida zile zinapokuja ni za muda tu, hazitadumu milele. Matatizo yanayopitia ni ya muda tu, hayatadumu milele. Wewe unabaki mtakatifu, tena mtu aliyolindwa katika imani. Songa mbele, maana una siri za imani. Bwana yuko karibu na wewe na atakupigania. Bwana yupo karibu na wewe, tena utashinda kabisa. Mungu akiwa upande wetu, sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi, na tena tutafaulu. Hakuna linalomshinda Mungu, maana Mungu akiwa upande wetu, sisi tunashinda, tena tuna chembe ya uzima wa milele, maana katika siku zote tutafaulu. Mungu kwetu ni mwalimu, Bwana wetu moyo wetu na kimbilio letu. Tutasimama imara, tutafaulu na tutashinda. Imani ikiwa ndani yetu, tuna
uwezo na nguvu za kusonga. Songeni mbele, pandeni milima, milima yetu yote tutafaulu. Mungu ni pendo letu, tena kimbilio letu. Natangaza katika habari za mchana wa leo, katika lunch hour hii, haya mambo yazingatie, uyaguze na kujua ni siri ya imani, na watu walio ndani ya imani vitu vyao vilifaulu. Ndani ya imani waliinuliwa, walionekana dhaifu kwa macho ya watu, lakini walikuwa na nguvu, na nguvu zile ziliwasaidia kusonga mbele. Walionekana kwa macho ya watu hawawezi, lakini kwa sababu ya hiyo walikuwa na imani, waliweza. Ndiposa mwandishi wa Ibrania anachukua kitabu kizima, chapter ya 11, akitaja mashujaa wa imani, watu dhabiti waliosimama, wakaangusha kuta, wakaangusha mafalme, wakagonga kuta, wakaangusha falme zote. Walitembea ndani ya mioto na mioto haikuwachoma. Walisimama kwa hatua zote na kutangaza yupo mtetezi, na hata wafalme walipowatafuta hawakuwapata. Kwa nini? Ni mashujaa wa imani waliosimamisha imani katika jina la Yesu. Natamani Bwana akupe neema na uwezo wa kudumu katika imani na kusimamisha imani uliyoipokea. Nataka tuombe pamoja na wewe, na Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu, hawa ni mashujaa wa imani wa kizazi hiki. Wape neema katika kizazi hiki, wanaposimamisha imani waliipokea, imani ya wokovu, imani ya kweli. Wanapotembea kwa imani, watu waone ushujaa na ushupavu ulio ndani yao. Uwatende mema na kuwazingira, maana wewe ni Mungu. Upanue mipaka yao, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nashukuru wewe kuwa nami juma hili. Limekuwa juma la baraka, na natamani sana unapoingia wikendi pia uingie na nguvu za Mungu. Bwana akutende na kuinue zaidi. Langu jina ni Matthew Ndeva. Nashukuru sana. Nasema hivi, msichoke kusimama na lunch hour hii, maana unaposimama na lunch hour hii unatusaidia kubaki hewani daima. Licha ya kuwa tuna changamoto zile za neti yetu inakuwa chini juu chini juu, lakini tunaamini tunapoendelea tutaiboresha, ili tunapopiga live unatupata kwa sauti iliyo nzuri tena ya kupendeza sana. Kichacho ulicho nacho, simama nasi, tuma sadaka yako kwa haya madhabahu, na Mungu wa amani afungue malango yako, akubariki na kutende mema katika jina la Yesu Kristo. 222-111 2 mara 3 1 mara 3, hiyo ni pay bill number, then account number ni 288-4278. Simama nasi na Mungu wa amani akubariki sana. Simama na lunch hour hii, na Jehova akutende mema kila Ijumaa hadi kila Jumatatu hadi Ijumaa, majira yale ya saa 7 kasorobo na saa 8 kasorobo, tutakuwa hapa tukitangaza wema na nguvu za Mungu, na tukitangaza lanja wa kuwa nzuri ya kupendeza. Popote ulipo pia wewe nasema asante sana. Unaweza andika ujumbe mfupi, unaweza tupigia simu kupitia nambari ziko hapo, na unaweza taka tuboreshe vipi lanja wa hii kuwa nzuri ya kupendeza, na Mungu atakubariki sana kutenda mema. Kwa sasa nasema kwa erini sana, tutakutana tena Jumatatu tunapopiga lanja wa ya kupendeza tena ya kuinuliwa zaidi. Zaidi ya yote pia nasema weekend hii Mungu awalinde na watunze na watende mema kabisa, maana pia weekend hii tutakuwa pale Mlolongo Pentecostal Church. Kule kanisa lile liko pale Mlolongo, kwa waikaji wenyeji wa Mlolongo pale, watu wa pale Athi River, sehemu zile za Kitengela, kuja tu pale nyuma ya Quickmart. Tuko pale Jumapili hii Mlolongo Pentecostal, tukitangaza nguvu za Mungu pia pale, tukitangaza neema ya Jehova pale. Kuja pale nyuma ya Mlolongo Pentecostal. Mlolongo iko sehemu zile za Machakos. Mlolongo pale nyuma ya Quickmart, tunatangaza pale nguvu za Mungu. Nasema karibu sana pia tufanye na wewe ibada pale, na itakuwa ni neema tele. Asante, uwe na wikendi ya baraka tena ya kuinuliwa. Tutapatana tena Jumatatu tena majira hayo kwa ajili ya lanja hawa ya baraka sana. Mungu akubariki, akutende mema unapoendelea kusimama pamoja nasi na kutufuatilia katika mitandao yetu. Mungu awatende mema. Shalom and bye bye for now.